Ninazungumzia tatizo la hedhi kuvurugika au tatizo la hedhi kubadilika. Tatizo hili linasababishwa na nini? Katika video hii nimekuandalia sababu kuu ambazo zinachangia tatizo hili. Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Lakini kabla ya kuendelea na video hii, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Hedhi kubadilika au mvurugiko wa hedhi ni hali ambapo mzunguko wa hedhi hauji kwa mpangilio wa kawaida. Mwanamke anaweza kupata hedhi mapema sana, kuchelewa, au kupata hedhi mara mbili kwa mwezi mmoja, au kukosa kabisa hedhi kwa miezi kadhaa bila kuwa na ujauzito au kuwa na sababu zingine za kiafya. Wataalamu wa afya kulingana na takwimu mbalimbali duniani wanasema kwamba takribani 14% hadi 25% ya wanawake hupata tatizo hili la mzunguko wa hedhi kuvurugika wakati fulani au kipindi fulani kwenye maisha yao. Lakini sasa tuangalie sababu mbalimbali ambazo huchangia tatizo hili la hedhi kubadilika au mvurugiko wa hedhi au kuto kupata hedhi. Sababu ya kwanza kabisa ni ujauzito au mimba. Pale ambapo ni mjamzito, moja ya vitu ambavyo utakutana navyo au moja ya mabadiliko ambayo yatatokea kwenye mwili wako ni kukosa hedhi. Kwa hiyo mimba ni sababu ya kwanza kabisa ambayo inapaswa kutazamwa pale ambapo mwanamke amekosa hedhi kwa kipindi fulani. Lakini sababu nyingine ya pili ni msongo wa mawazo au stressi. Msongo wa mawazo huathiri homoni zinazodhibiti hedhi na unaweza kufanya kuchelewa kabisa kwa hedhi au hedhi kubadilika au isitoke kwa muda ambao umeutarajia. Kwa hiyo hali ya msongo wa mawazo ni mojawapo ya sababu ambazo huweza kuchangia tatizo hili la mvurugiko wa hedhi. Lakini pia tatizo lingine au sababu nyingine ni ugonjwa ambao hujulikana kama PCOS. Hapa nazungumzia habari ya Polycystic Ovarian Syndrome. Tatizo hili ni mojawapo ya sababu kubwa ambazo zinaleta mabadiliko katika mzunguko wa hedhi au zinaweza zikasababisha hedhi kubadilika. Mara nyingi endapo una tatizo hili, unaweza kuambatana na dalili mbalimbali ikiwemo kuongezeka kwa uzito, kupata hali ya chunusi na ukuaji wa nywele nyingi mwilini. Hapa ndipo ambapo utaona mwanamke anakuwa na nywele nyingi sana kwenye maeneo mbalimbali kwenye mwili wake, ikiwemo usoni, kwenye kidevu. Hapa ndipo utaona wanawake wanakuwa na ndevu nyingi na kadhalika. Kwa hizi ni dalili za tatizo ambalo hujulikana kama PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Lakini sababu nyingine ya tatizo hili ni matatizo ya tezi. Hapa nazungumzia tezi ambalo hujulikana kama thyroid gland. Tezi hili endapo linafanya kazi kupita kiasi au chini ya kiwango, huweza kuleta mvurugiko mkubwa kwenye mzunguko wako wa hedhi. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa sababu ambazo pia huchangia hali hii. Lakini pia kuna hali ya kupungua au kuongezeka uzito ghafla. Mabadiliko makubwa ya uzito huathiri homoni za uzazi na kusababisha hedhi kubadilika. Lakini sababu nyingine ambayo watu wengi hawaiangalii ni kufanya mazoezi kupita kiasi. Kwa kufanya mazoezi kupita kiasi ni mojawapo ya sababu ambazo huweza kuchangia tatizo hili la mabadiliko kwenye hedhi. Lakini sababu nyingine ni kutumia dawa za uzazi wa mpango. Hapa nazungumzia vitu kama sindano, vidonge au vipandikizi. Njia hizi za uzazi wa mpango huweza kusababisha mabadiliko makubwa sana kwenye hedhi, hasa kwenye miezi ya mwanzo unapoanza kuzitumia. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa sababu kubwa ambayo pia huweza kuleta mabadiliko kwenye mzunguko wa hedhi. Lakini kuna tatizo lingine ambalo ni uvimbe kwenye kizazi. Hapa nazungumzia habari ya fibroids. Endapo una tatizo la uvimbe kwenye kizazi, hali hii inaweza kusababisha damu nyingi kutoka ukeni, lakini pia kupata hedhi ya muda mrefu au mabadiliko ya hedhi au kupata hedhi zisizo za kawaida. Hizi ni dalili ambazo huweza kuambatana pia na tatizo hili la uvimbe kwenye kizazi au fibroid. Sababu nyingine ni maambukizi kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Yako maambukizi mbalimbali kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke ambao huweza kuleta mabadiliko kwenye mzunguko wa hedhi, na mojawapo ya maambukizi ni maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hapa nazungumzia tatizo ambalo hujulikana kama PID, Pelvic Inflammatory Disease. Tatizo hili ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo huweza kuchangia mabadiliko katika mzunguko huu. Lakini pia sababu nyingine ya mwisho kwenye video hii ni kuwa kwenye kipindi ambacho unakuwa karibu na ukomo wa hedhi.
Kipindi hichi hujulikana kama perimenopause. Wanawake walio katika miaka ya 40 na kuendelea wanaweza kuona mabadiliko kadhaa kwenye mzunguko wao wa hedhi kutokana na mabadiliko ya vichocheo au homoni kabla ya kipindi kamili cha ukomo wa hedhi. Hapa nazungumzia kipindi ambacho hujulikana kama menopause. Kwa moja ya mabadiliko ambayo huweza kutokea kwa wanawake ni mabadiliko kwenye mzunguko wao wa hedhi. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.